Kwa nini unahitaji Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu hukupatia nguvu za kushuhudia. Kazi hii ni kubwa, inahitaji nguvu ya kimungu. Nguvu ya binadamu tu haiwezekani. Ni kazi isiyowezekana kwa nguvu za kibinadamu, hasha, hata kidogo. Na ndio maana akamwambia mtulie, mvikwe nguvu. Mamlaka na nguvu ni vitu viwili vinavyofanya kazi pamoja. Unaweza kupewa mamlaka lakini usiwe na nguvu. Kwa hiyo ili kutekeleza nafasi yako ya mamlaka unahitaji nguvu. Ili uweze kutekeleza majukumu yako ya kuipeleka injili duniani kote unahitaji nguvu. Ndivyo mitume walihitaji nguvu ili waifanye kazi hii ya Bwana. Maana ukumbuke, alikuwa anaongea na watu wa kawaida sana. Alikuwa akiongea na wavuvi. Sehemu kubwa ya hawa watu walikuwa wavuvi wa ziwa la Galilaya. Mvuvi ni mtu mnyonge sana, hawana elimu kubwa. Maana ni wachache ambaye anasoma alafu anasema mimi naenda kuwa mvuvi. Labda anamiliki kampuni ya uvuvi, lakini yeye mwenyewe kwenda kuvua na kujifunga mamikanda mule kwenye maji. Rafiki yangu pale anacheka kwa sababu anazijua zile kazi za wavuvi. Mimi mwenyewe nilifanya kazi kama muuza samaki, wa kwenda kukutana na wavuvi wanatoka usiku kule. Nilifanya hiyo kazi wakati nahubiri injili, nikaishiwa hela kipindi fulani. Sina namna, nitaishije na mke na watoto walale njaa? Eti Bwana utaleta kama ulivyoleta kwa nani aliyeletewa mkate na kunguru. Mimi sikuomba kunguru. Nilienda ziwani asubuhi saa 10, nilikuwa namwacha huyo mama amelala kakiwa kana mtoto mmoja. Si ndio? Kana mtoto mmoja, wawili nadhani, mmoja. Nakaacha hapo saa 10 mimi na basikeli yangu mpaka ziwani. Nakutana wale wavuvi sasa, wanakuja wanapiga makasia yao, wamejifunga. Aise, wale watu bwana wako chakali, wametupa huko mavazi. Wanafika pale ndo wanavaa vinguo tu vidogo pale, ndio tunapiga bei. Tumbwi huu mimi na ununua shilingi kadhaa, huyu anakuja hivi, mnashindana pale. Basi ukishinda au mnachangia, huyu mnalinunua limtumbwi lote ile masamaki, mnapeleka, mnavuka kwenye basikeli zenu, na nyinyi mnakuwa tena kama wavuvi. Rafiki zangu, mimi nikitoa hapa mtaona kuna weusi hapa, kwa sababu nilikuwa naweka hapa basikeli langu lile, kisha nyanyua ile samaki sana wekwa pale juu, sukuma sasa ile sehemu ambayo ni kwenye mlima, huwezi kupanda, tia ibega inashika kwenye nani ile, sijui wanaita tenga. Sukuma mpaka unazifikisha sokoni. Naanza kuuza samaki zangu huku naimba kawimbo, Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Nauza samaki zangu. Siku yangu ya Alhamisi ilikuwa ya injili na Jumamosi sikuweza kwenda kupiga injili. Hizi zingine ni za kwenda kwenye wavuvi. Kwa hiyo wavuvi mimi nawafahamu. Na hapa Yesu yuko anaongea na wavuvi wale. Amewafanya kwa wanafunzi wake. Wameshuhudia maisha yake. Wamethibitisha alikufa na kufufuka. Wamechukua mafunzo yake yote. Na amewaambia, haya niliyowaamuru mimi muwafundishe na wengine. Maana yake wamechukua na notes. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma injili kama ilivyoandikwa na Luka au nani, hawa ni wanafunzi wa Yesu. Walikusanya taarifa za habari ya mafundisho yake wakaweka chini. Sasa anaangalia hii kazi wanaiweza? Akasema hawaiwezi. Akamwambia sasa, kwa sababu hamuiwezi, mtapokea Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kila kazi ya kimungu ilianza kwa kuvikwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tukimwanzia mtu kama Musa alipoitwa kufanya kazi, ilikuwa sio nyepesi, ilibidi avikwe nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata wasaidizi wake Mungu akamwambia, tunachukua sehemu ya Roho tuwawekee hawa wakusaidie kazi. Hii kazi haifanywangi hivi. Musa alipoambiwa unafanya kazi, alisema mimi hapana. Mungu akamwambia utafanya, akakwepa, kwa sababu alikuwa anatumwa mahali penye hali ngumu, mazingira magumu. Anatumwa aende kwa Farao kuwaokoa wana wa Israeli. Alikimbia kwa Farao, alishaua mtu kule, ana kesi, mada kesi. Niambie, una mada kesi, ulishajificha. Mada kesi ni kunyongwa. Hapo wewe ni Mwebrania, uliua Mmisri. Basi angekuwa ameua Mwebrania mwenzake, aliua Mmisri. Anaambia sasa unaenda kuwaokoa wale wale. Jamaa akili ikataka kuyeyuka. Pamoja ameona moto mkali wa Mungu, anabishana na Mungu na moto usiozimika, na anaisikia sauti, mimi ndimi Mungu wa baba yako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Baadaye anaambia sasa ukawaokoa wana wa Israeli. Hiyo siwezi Mungu. Mungu akamwambia utaenda. Na alipokubali akatewa nguvu za Roho Mtakatifu na mambo makubwa yakafanyika. Musa kawa mtu mwingine, weza kuwaokoa wana wa Israeli kutoka kule Misri kwa ishara na maajabu na matendo makubwa.
Ukiitikia ndio safari imeanza.